upendo na mshikamano. Mwenyezi Mungu, kwa unyenyekevu tunakuelekea, nawe ni mpole, mkarimu, mwenye kujibu maombi yetu. Mwenyezi Mungu, wafanyakazi wote kwa umoja wetu tunakuomba utufungulie milango ya kheri na mafanikio, na utubarikie katika kazi zetu, na utuwezeshe waaminifu na wachapa kazi. Tunamwombea rais wetu ustahimilivu, usamehevu, uadilifu na uchapakazi, mwenye pupa na maendeleo kwa taifa letu. Twakuomba kwa kudra zako na rehema zako, endelea kumuongoza katika kutekeleza majukumu yake kwa msaada wako usiokatika. Mwenyezi Mungu, endelea kumuhifadhi katika hifadhi ya hakika amani, na kwako ni chanzo cha amani. Umeitunuku nchi yetu ya Tanzania tunu adhimu ya amani ambayo nasi tumeirithi. Tuienzi ndugu zangu kwa uzalendo hali ya juu, ili nasi tuweze kwa vizazi vijavyo. Sallallahu alayhi wasallam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin. Asante kiongozi. Na kuomba sasa Baba Askofu Eusebio kutoka kanisa la Roma Katoliki tuongoze kwa sala fupi. Karibu kiongozi wetu. Jina la Baba na Mtakatifu. Amina. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa kutujalia uzima, lakini pia kwa zawadi hii ya kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani, na kwa namna pekee zaidi katika nchi yetu mwaka huu 2026 kuadhimisha Mei Mosi katika mkoa wetu wa Njombe na katika viwanja hivi. Tunakuomba ubariki maadhimisho haya ili yafanyike kwa amani na utulivu kwa ajili ya ustawi wa nchi yetu na kwa ajili ya sifa na utukufu wako. Tunawaombea viongozi wetu wa kitaifa na kwa namna pekee rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, pamoja na waziri mkuu na viongozi wengine wote waliopo hapa kwa ajili ya maadhimisho haya. Tunakuomba Baba, uwajalie afya, utulivu, amani na hekima katika kutekeleza majukumu yao kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Tunapoadhimisha siku hii muhimu, utukumbushe sisi sote wajibu wetu wa kufanya kazi ambayo wewe mwenyewe uliasisi na kuwakabidhi wazazi wetu wa kwanza. Utujalie sote moyo wa kufanya kazi kwa uadilifu, kwa kufuata maongozi yako na pia kwa kufuata sheria, miongozo na taratibu za taifa letu, ili kazi zetu zituletee matokeo chanya kwa manufaa yetu sote. Tunapofanya kazi, tunakuomba Bwana, utujalie na utukumbushe na utupatie hekima kutunza mazingira yetu, ili mazingira hayo yatutunze sisi na vizazi vijavyo, tukitambua kuwa dunia ni nyumba yetu sote. Mwisho, tunakuomba sana, baada ya maadhimisho haya, ongoze safari za viongozi wetu na wageni waweze kusafiri kwa amani na salama. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Naomba sasa Baba Askofu Dr. George Mark Fiha sala fupi. Mungu. Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari wa kwanza na wa pili linasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua, sala, maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, ili tuishi kwa amani, utulivu, ustahivu. Basi Baba Mtakatifu, tunakuja mbele zako, tunakuomba kwa ajili ya neema na baraka zako kwa ajili ya nchi yetu.
tutangulie na kutuongoza na kututunza kwa wema na fadhili zako. Tunakuja mbele zako tukikushukuru kwamba umewezesha maadhimisho haya kuweza kufanyika siku hii ya leo. Umewaongoza watu wako waliosafiri kutoka mbali na karibu na kuwafikisha salama katika mkoa huu, na leo wapo hapa kwa ajili ya maadhimisho. Tunakabidhi shughuli zote zikaendelee kufanyika kwa wema, neema na fadhili, amani yako ikitawala. Tukiomba kwa ajili ya watu wote kama ambavyo umeagiza tuombe. Endelea kuwatunza na kuwahifadhi, ukihifadhi nchi hii, ukihifadhi viongozi wake. Na mwisho, tutakapotoka kutoka mahali hapa, tutakabidhi safari zote zikafanyike kwa wema na ulinzi wako, na kuturudisha salama majumbani mwetu, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Naomba tuwashukuru viongozi wetu wa dini. Makofi. Mheshimiwa Rais, kama tika imefurika Njombe hoi, naomba sasa uridhi